Speak to us in a way that we are going to understand you, O God, in the name of Jesus. Waliokuja na mizigo, Bwana naomba kuwapumzishe. Waliokuja hawana tumaini, wapatie tumaini siku ya leo. Roho Mtakatifu, ninakuomba ukaweze kunena nasi. Fungua mawazo yetu na roho zetu katika jina la Yesu. Roho ya shetani ambayo huja kuiba kile ambacho kimepandwa, roho ya shetani ambayo huiba mawazo na mioyo watu wa Mungu wasikaweze kusikiza neno, enyi maroho ya kuzimu, ninawatiisha kwa jina la Yesu chini ya mamlaka ya Yesu Kristo. I command you to surrender and submit now in the name of Jesus. Every demon that causes confusion and heaviness, I command you to bow. Bow now in the name of Jesus. Take over, Holy Spirit. In Jesus' name I pray for the beloved that are standing before the altars. Wamekuja na sadaka na zaka zao. Wabariki Bwana wakiingia na wakitoka. Bariki biashara zao, wapiganie kwa jina la Yesu. Asante Bwana kwa maana umesikia na umetenda. Kwa jina la Yesu ninaomba na kuamini na kanisa tuseme amen. Unaweza kaa chini, the presence of God. Watu haleluya. Ninachukua nafasi hii kuwakaribisha kwa sababu ya neno, na ninaenda kuchukua very short time, so I want to believe God by sasa kwa tunaondoka. Kwa hivyo ninawaomba kwa jina la Yesu, I pray for your concentration and we be prepared to hear what God has for us today. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nianze kusema mimi naendelea vizuri na familia yangu. We are blessed. Amen. And God has been very gracious to us. Na tunashukuru Bwana. Bwana Yesu asifiwe. The other thing nimerealize ya kwamba kuna wageni. Mungu wabariki. Kuna kitu nasikiaga wakisema, nani nilisikia akisema hivi? Mkoko ndiye Mose. Mose unasema gani? If you are searching, watch out.
Can you tell them? Haya, chukua maji tuwaambie. Makaribisho ni muhimu sana. And you do it fast. Kama vijana, hapana jikuta hapa kama inaungua. We do it fast. Ni vizuri sana kukaribisha watu jinsi inavyopasa. Praise God. Amen. Nasema if he is a visitor, nasema welcome for Glorious Ministry Church, where everyone is valuable, and if he or she is looking for a church, then the church has come for him. So tunasema, what are we going to tell our visitors? What are we telling our visitors today? Welcome to Glorious Ministry Church, where everyone is valuable, and if he or she is looking for a church, then the church has come for him. thank you. And you say it with vigor. Kama kijana. Vigor. What are we telling our visitors for today? Welcome to Glorious Ministries, where the word of God is taught in truth, and everyone is valuable. If he or she is looking for a church, Then the church has come for him. thank you. Tupigie emoji zinazotoka. Let's speak together. Thank you. Nilianza ujumbe last 2 weeks concerning the mysteries of altars, and today I think we are doing part 3. And just a reminder, tuko kwa YouTube na niliona watu bado hawajakubali kutumia bado zao hata kusikiza hizi maudhui. Wilfred sijakuona kwa YouTube for a long time, na wale wengine I expect you to be there next week. Amen. Na njia ya kujua umeingia ni kusikiza na una comment. Bwana Yesu asifiwe. Sijui ni kwa nini watu wanakuanga na hawana problem kutumia bado kusikiza vituko, katuni, lakini when it comes to listening to the word of God they have no time. Abia jirani yako next week. Lazima niende kwa YouTube. Nisikize neno la Bwana mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo leo ninataka kufanya part 4 if not part 3 concerning the mysteries of altars. Na wapendwa, nataka tu kuwakumbusha ya kwamba the reason why we are talking about the mysteries of altars is because tulisema tukianzia ya kwamba most of our problems can be traced back into the altars, right? Maana unakuta kuna watu wanateseka, kuna watu wanapitia mambo ambayo hayana jibu, lakini ni kwa sababu hawajajua ya kwamba some of these problems and issues can be traced back to the altars. Bwana Yesu asifiwe. Wakati dada yetu alikuwa anahubiri asubuhi Joyce, kuna kitu alitaja na I felt it in my spirit. Akasema ya kwamba manabii walikuwa manabii wa Baal. The prophet of Baal walikuwa wanakula kwa meza ya Jezebel. Amen. Na the reason why walikuwa wanafanya vituko to an extent ya kujikata, kumwaga damu, wanapiga duru, it is because the altar of Jezebel was in control. They were no longer in their own senses. They were doing according to the dictate of the altar of Jezebel. Maana walikuwa wanakula kwa meza ya Jezebel. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ushawahi na mtu anafanya kitu haina akili mpaka unashindwa kwani mtu hafikiri? He is under the influence of an altar. Na kuna watu wanapitia magumu sana, sio kwa sababu ya kupenda, ni kwa sababu the altar they are under dictate what they have to do. Bwana Yesu asifiwe. Uliza jirani yako wewe unakula kwa meza gani? Muulize meza yako ni gani? Bwana Yesu asifiwe. Na dada akaenda tuwasifanye seni ya kwamba wale tumekuja na meza zingine kwa kanisa tuachane nazo. Kama umekuja na meza ya hilisi, kama umekuja na meza ambayo sio ya Mungu, tuachane na hizo meza kwa sababu kuna kitu Mungu anataka kufanya kwa hili kanisa. Bwana Yesu asifiwe. I remember sometimes back, I think it was 2016, 2015, if not 14. My wife alikuwa na mazoea ya kupikia nje na jiko. Bwana Yesu asifiwe. Na kila mara anapopika hapo nje kwa farada, those days tulikuwa tunakula nyama sana. Siku hizi hatukuli nyama kwa sababu hapana. Na kila mara anapopika kuna kabaka kalikuwa kanakuja hapo na anakatupia nyama moja au mbili.
Na kalikuja for some time and then baada ya kulishwa kama I think it was around 2 weeks. Kanyama kamoja kanaenda, kana disappear and then kanarudi after some time. After 2 days kanakuja na ilikuwa kanakuja wakati wa sapa, wakati kunapikwa. Kanapewa nyama nyingine. Mimi nilishangaa huyo paka kwa sababu baadaye alienda akachukua watoto wake, alikuwa amezaa. Alienda akachukua watoto mmoja alikuwa nauma akihamisha kwetu kwa nyumba. Na nikauliza Mama Chris ni nini inaendelea hapa? Akaniambia huyu paka mimi nampeaga kanyama kamoja hapa. Na sijui ni nini inaendelea, ameanza kuleta watoto. Paka alileta mtoto na akaenda akaigiza kwetu chini ya kitanda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wakati nilijaribu kufukuza huyo paka alileta shida sana. Mimi nilifikiria nikimuonyesha madharau na fitina ataenda, hakwenda. Instead alileta mtoto wa pili. Walileta wanne. Walileta watoto wanne na wakawekwa chini ya kitanda. Sasa nikauliza my wife, sasa hapa wewe ni nini hii nifanye sasa? Bwana Yesu asifiwe. Sasa my wife akaniambia sasa mahali nimefika huyu paka. Tulikuwa tunajaribu kufunga mlango kabisa asikuje. Lakini hii moja inakuoka kwa mlango anaingilia hapo akiwa ameua mtoto na anaingia ndani na mtoto. So eventually ilibidi tutengeneze kanyumba box watoto walelewe hapo. Lakini huyo paka hakuwa wetu. Lakini kwa sababu ya kulishwa kwa meza ya Mama Chris akaamua kuanzia leo hii ni dalili ya makaribisho na niko tayari kukuja na familia. Bwana Yesu asifiwe. Mumenishika wapendwa. Naongea mambo hayo in a very simple terms so that you can understand. Many times we do not understand that what we feed or the platform or the tables we partake, the bread. Amen. Hiyo meza tunayoshirikia haya, kuna mambo ambayo yataingia kwa maisha yetu tusipotaka au tukitaka. Whatever you feed will come into your life. Bwana Yesu asifiwe. Whatever you feed you will attract it. Iwe ni nyoka, iwe ni paka kama huyu, iwe ni mwanadamu, whatever you feed will eventually come into your life. Ask your neighbor, what are you feeding? Bwana Yesu asifiwe. But most of the people's problems and struggles, in one way or the other, you realize tulishiriki. Na ndio maana hiyo shida ikaja. Ndio maana hiyo pepo ikaingia. Whatever you feel, you will attract it. Bwana Yesu asifiwe. Siku nyingine mimi sikuwa ninafahamu mambo haya na ninatoa mifano hii so that you can understand. Ndio tuingie kwa ujumbe kwa ufupi. Siku moja nikiwa tu kijana kuna hii sijui nitahitaji udi. Mnajua udi? Mnajua udi? Mnajua udi? Nani hajui udi? By the way, do you have anyone who does not understand Kiswahili? I realize you have a lady from Uganda. I hope all of us can get you. See sawa? She's back there. Esther. We are going to mix it up. Bwana Yesu asifiwe. Now udi nilisikia imechomwa mahali nikipita nikiwa kijana na nikatamani hata mimi nichome hiyo kitu kwa nyumba yangu. Na wakati nilirealize ni udi, nilienda nikachukua udi kwa duka yetu maana tulikuwa na duka. Na siku moja jioni nikakula kaugali na nyama na nikarara na nikikaatisha udi hapo nisikie hiyo harufu nzuri. Ni wangapi wanachomaka udi hapo? Hamwezi inua mikono lakini most of us tunachomaka. Na watu wacha niwaambie mimi siko ninajua udi sio udi. Udi Bwana Yesu asifiwe. That night wapendwa, mimi nilikuwa nina vitu zinakuja kwa ndoto. Hii ikimaliza ingine inakuja. Very weird things. Vitu ziko na vitua zingine hata sijui ni vitu za aina gani. Nilipiga duru the whole night. Sikujua udi ndio aliattract hizo vitu. Wapendwa, ninaongea mambo haya because kuna watu ambao wameattract vitu katika maisha yao pasipo kujua. Whatever you feed you attract.
Even the lives we are living in. Na ndio maana nilisema hapa siku nyingine, tuwe waangalifu the way we live. Don't copy and imitate other people's life without knowing why they are living like that. It is only in Africa where we love imitating everything. Kuna mtu alisema hata msugu akikuja amebeba mawe kwa mabega, utaona Waafrika wakifikiria ni fashion. Kuna trousers zilikuwa zimetoka bell bottom, zingine zilikuwa brown, yani zinakaa kama skirt, very big. But if you check the genesis ya hiyo trouser, nilisikia ni mtu alikuwa na elephantiasis. Ni ugonjwa hii inakuanga mtu anamea miguu mikubwa. Sasa mtu akikimea miguu mikubwa anashonoa longo kubwa so that inaweza toshia huko. Lakini alipokuja Waafrika wakasema ni fashion. Wakaanza miguu yako inakaa moja lakini unaingia kwa trouser ambayo inaweza kuingia miguu yote mbili. Ukifikiria look how we abuse things because we lack understanding and knowledge. And how many of us tunajikuta tumeingia kwa mitego kwa sababu ya kuimitate vitu au kuiga mitindo ya maisha ya watu wengine without knowing why they live like that. Ukija kwangu, if you come to my house and you find me doing certain things, don't copy them without knowing why I do them. And I believe I'm in the spirit when I'm talking these things, because we have people who are suffering without knowing why they are suffering. Amen. I'm talking this in relationship with the topic I began concerning the mysteries of altars. The children of Israel suffered for 7 years because they began worshiping a god of the Midianite. They raised an altar for that god, and they began suffering because that altar was in favor of the Midianite, not the Israelite. So the reason why you are suffering may be because you have introduced into your life things that you should not introduce. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukienda kwa nyumba ya mtu ukute ameweka michongo. Amen. Michongo, kuna Wahindi unakutaga wameweka miungu zao katika hata kazini. Niliona mwingine kwa kazi yake kwa counter pale kuna kamiungu. Yaani what they do, wanaendaga wanatengenezwa mfano ya kanisa yao. Inakuja inawekwa kwa counter ya pesa na miungu zao zinawekwa hapo. So that guy is always connected to the temple and to his gods wherever he goes. Hata kama ni kazini ako na hiyo miungu pale. Na unakuta most of us we imitate these things. Unakuta wengine wanaweka pete, wanajaza vidole. Anajaza vidole zote pete. Na kitu unakuta ndugu naye kanisani amejaza vidole zote pete. Na unafikiria ni fashion. They have a meaning. Wanaweza sifikiri. Unakuta ndugu amechukua pete ameweka kidole hii. Ukimuuliza ni nini nakwambia ni fashion. Can I tell you the truth? Hakuna kitu haina sababu. Ukiona ndugu ameweka kidole hapa, pete kwa hii kidole, kuna kile anamaanisha. Ukiona mwingine ameweka kwa hii kidole, it is not even comfortable kuweka kidole kwa hii, pete kwa hii kidole. Lakini unakuta kuna watu wanawekanga hii. Ina maana. Alafu na wewe unaweka kidole hapa, pete kwa hiyo kidole, unaanza kuattract vitu vingine. Bwana Yesu asifiwe. Uliza jirani yako, what are you feeling? Na ndio maana mnakuta kanisani wapendwa hakuna nguvu tena, because we have so much interacted with the idols and we have worshipped other gods without our awareness. Lakini nashukuru Bwana siku ya leo ninaenda kuongea mambo ambayo yatatusaidia tuweze kufunguka macho, ndio maana maisha yetu yaweze kubarikiwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Yes. So what are you feeling today? Ni mambo gani haya unayafanya yanayofanya wewe uattract maspirit? You know, kuna kuvaa unaweza faa uattract aina fulani ya watu. Do you know that? Ukitaka kujua, enda kule wanafaanga vibaya. Vile masaa yanazidi kusonga, ukienda 6 unakuta kuna mahali kwa inafikishwa. Ukienda 7 inaendelea ikipata kulingana na masaa. Ukienda saa 8 ya usiku utakuta wako uchi. Mimi nawaambia mambo haya because I have seen them. Hapa tu mlolongo. Hallelujah. Na kuna mwanaume hawezi pita akaona hivyo, akaweza kustahimili. Ataenda hapa kwa hiyo soko. Kwa hiyo wanajua wakivaa hivyo, kuna customers watakuwa attracted na watakuwa they shall follow victim to that kind of dressing. Ndio maana tunasema wapendwa, tusifanye mambo ambayo hatuelewi na tusifanye mambo ambayo ya miigo tusiyojua sababu ya hiyo kitu.
Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. What are you feeding? Uliza jirani yako tena. What are you feeding? Some of us we have attracted spiritual wives, spiritual husband. Tunaona tukilala na watu usiku. Na najua mambo haya yanatendeka watu tu wakiwa kanisani. Because somewhere along the line tulifungua mlango bila kujua au wengine tukijua. And then we invited foreigners and spirit. Na ndio maana they are tormenting us even to this very day. Huyo paka wacheni niwaambie. One of the madhara niliona kwangu ni huyo paka hakuwa trained jinsi ya kwenda choo. So alikuwa anaenda choo kwa sofa set. Na my wife akawa na hasira kubwa. Bali wewe mlifanyana nini na nyumba? Kwa sababu anafagia nyumba nakuta sofa set imejaa takataka. Sasa inakuwa ni amekuwa mzigo kuliko kuwa baraka. What did you eventually? Ulifanya aje? Ulipeana tulianza na watoto. Wacha ni mambo yake mambo. Tulianza na watoto, ukapeana na watoto. Wakati aliona watoto wameenda juu alienda. Yes. Alitumia hekima. Wakati watoto waliisha kwa nyumba kalia rais. Watoto wameisha hata yale sasa alienda. Lakini so long as watoto walikuwa kwa hiyo nyumba, hageenda. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. What are you feeling? Don't complain kama sofa set zako zinachafuliwa na ni wewe ulimwalika. Tafadhali. Don't complain kama unanyoka usiku na ni wewe ulimwalika. Don't complain. Bear with it. Vumilia dada. Lakini kama unataka kuwa free, tukubali wapendwa kuachana na hizi miungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiambiwa waachana na hizi, waachana nazo wapendwa, they will kill you. Ukiambiwa wapendwa tushike Mungu vizuri, tuache kushika Mungu kama ugali moto. Tuache tumshike vizuri because we can't be free from spirit. I said it. Yesu alisema kujeni nyote mliomelemewa na mizigo mizito, chukueni nira yangu. Kwa hivyo hata kwa Yesu kuna nira. Lakini tofauti na nira ya dunia, nira ya Yesu ni nyepesi na ni laini. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu mnataka kuwa free, you will never be free this life. You must be under an influence of a certain spirit, either a God spirit or a demonic spirit. Amen. If you are aligned with demonic spirit, you are attracted. Kuna watu wanakujaga bila kualikwa, so long as umeiba wimbo yao wanakuja. Peter siku moja aliangalia Yesu akamwambia, Yesu acha hii maneno bwana. Unasema unaenda kukufa namna gani? Na wakati alipokuwa anaongea mambo hayo ni kwa sababu alikuwa at that moment under a new influence of a demon spirit. Yesu akamwambia wewe sio Peter. Get behind me devil. Nimejua sio Peter huyu. Bwana Yesu asifiwe. Moment before he was speaking under an influence of the Holy Spirit. Akasema ya kwamba Jesus you are Christ the Son of the living God. Yesu akamwambia sio damu na nyama, ni Mungu amekufunulia. So wapendwa tunafaa realize if you are alive with an evil spirit, if you do things that attract demons, they will come. If you do things that attract God, he will come. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. What are you feeding? Narudia sana. What are you feeding? Hey, nashukuru Bwana. Kwa hivyo tulijida paka na mambo mengine tunasomaga the hard way. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini unapigana nayo sasa? What are you fighting? Wakati unafungua hiyo mdomo yako unakula mshahara, do you know you are attracting some spirit? Wakati unaenda unaiba, do you know you are attracting spirit? Wapendwa, eleweni hizi vitu. The reason why you should be careful doing things that are negative in your life, it is because you will attract spirit. And when spirit comes, they will fight you. Bwana Yesu asifiwe. So last Sunday tuliguza kidogo kuhusu the effect of evil altars. Na wale ambao ni wageni tunaongea kuhusu altars. Altars ndio madhabahu kwa lugha ya Kiswahili. Na tulidefine what is an altar. Tukasema an altar is a place of a spiritual exchange. Yeah? It is a place where we connect with the divine, we connect with the spirit. An altar is a place where we offer spiritual sacrifices. Now, last Sunday we talked about the effect of evil altars. Now, I gave you quite a number of them. One of them was
endless struggles. Nina recap tu kwa sababu ya wale hawako, just for some minute and then tuingie kwa ujumbe wa leo kidogo. Effect of evil altars. Tulisema there are a number of them. One of them is endless struggles and suffering. Wakati unarealize maisha yako yamejaa na mateso na kung'ang'ana ambako hakuna mwisho, it is a sign there might be an altar that is speaking over and against your life. Amen? Tulisema hiyo. Ya pili tukasema limitation in meeting your daily needs. Ukiona kung'ang'ana, kukula, kukunywa ni shida. Maandiko yanasema ndege wa angani hawana mashamba, hawana ghala, yet God feed them. But when you find in your life even to eat is a problem. Kuna watu kukula ni shida. Kukula tu anakulaga na jasho mingi sana. So when you find this in your life, yani kukula unakuta yani familia yako kukula, in fact. Na ndio maana mnaona watu wanadanganya haraka haraka. Sababu kuna mtu kukula hata nyama anakulaga once in a month. Na sio kupenda, hana pesa. When you find this kind of limitation in your life, no, is a sign ya kwamba katika hayo maisha yako huenda kuna madhabahu ambayo yanakulimit hata kupata food. Bwana Yesu asifiwe. Namba 3 tukasema unsolved mysterious situation. Masaibu, mikosi na mikasa. Kweli hakukosani mtu ambaye ako na bandage. Kweli hakukosani mtu ambaye anaonewa na hali. Lazima kuwe na mtu ambaye analia mahali kwa sababu ya unsolved mysterious situation. That is a sign ya kwamba katika maisha ya hiyo familia ya ukweli there is a big problem. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mambo haya wapendwa tuliyatoa katika kitabu cha Judges. Naongea kwa sababu ya wale hawakuwa. Judges chapter 6. It is talking about Gideon and the Midianites. How they suffered for 7 years because they had erected an altar of the Midianites in the land of Israel. Actually it was in the house of his father Joash, and that is where hayo madhabahu yalikuwa. Okay, the other one tukasema ni prolonged affliction, mateso ambayo yanachukua muda sana na unakuta yanaweza kuwa ni divorces. Divorces ni taraka. Unakuta katika familia yenu hakukosangi dada ambaye ako kwenu. Watu wanaolewa lakini lazima watoke warudi nyumbani. Divorces, poverty, umaskini, backwardness. Na niseme hii kuhusu umaskini. Umaskini wapendwa sio baraka. Kwa sababu kuna watu wanafikirianga huwezi kuwa mcha Mungu na uwe tajiri. That is nonsense. Bwana Yesu asifiwe. Mtaniruhusu nipige tena? That is nonsense. Na ni uongo ya shetani. Sijui nani aliambia watu kwetu kulikuwa na hii dini inaitwa Kavonoki. Dini ile inafaaga kwa mrefu na kitambaa, inafunika mpaka masikio wasisikie dhambi. Na kwetu it was an attitude ya kwamba the poorer you are, the closer you are to God. That is stupidity. Hata iko. Mpaka leo iko. Kavonoki. Okay, kwetu imeanza kubadilika siku hizi, ninaona watu wameshanuka. Wameanza kuelewa maandiko. Yaani unakuta kuna hii mentality ya kwamba the poorer you are, the closer you are to God. And can I say this? The Bible is a prophetic book. It can support anything that you want. That's why in the Bible you find there are angels speaking, there are devils speaking, prophets are speaking, men who are, people who are in sin, they are speaking. It is a prophetic book. It can fit whatever you want. Bible. So hii kama mstari iko katika the book of Matthew chapter 5 inaongea kuhusu blessed are the poor. Hiyo ndio walichukua. Blessed are the poor for theirs in the kingdom of God. But surely does it mean that? Inamaanisha mtu akiwa maskini yataingia ufalme? Hakuna kitu kama hiyo. Me, I believe we can serve God effectively when we have wealth, when we are blessed. We can be more effective in this church when we have what it takes to take the gospel out. Kwa hivyo injili hii ya kwamba the poorer you are, the closer you are to God. Mimi naamini hiyo ni injili ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mnaona injili, kuna watu wanapiga injili ya prosperity. Mimi sitaki kupiga injili ya prosperity. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kuna watu wanahubiri injili ya prosperity from the standpoint of lust. Lakini the Bible says we should be blessed. What is a blessing? Is a spirit. What does that spirit do? It gives us empowerment to acquire things. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo when you see these things, poverty, backwardness, yani mnaendaka ni kama mnapiga hatua 10 mbele, mnarudi hatua 5 nyuma. That is a sign ya kwamba katika familia yenu au katika maisha yako there might be an activity of acts. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nifanyeni namna hii. Okay. The other one is we said what? Please, let's go very fast so that we can get to the message of today. Hiyo ingine tulisema ni gani?
setbacks and failures, right? Of course, you know what are setbacks. Setbacks, it's where you get, unaona there is hope for you to have breakthrough, but the moment you are on the verge of getting whatever you are expecting, then you are unakuwa reset back. Yani you begin again. Unaanzanga haumalizi. Kwanza unaanzanga lakini haumalizi. Bwana Yesu asifiwe. Na najua tuko hapa kwa hii church. Most of us you begin anything or everything but you never finish. Bwana Yesu asifiwe. Ni vitu gapi na gani umeanzisha katika mwaka huu? Tangu 2010 wengine tangu 2000. You begin many things but you never finish. Unakutaka wengine mtu anaweza kuanza nyumba hapa kujenga, inafika kwa stano anaanza mradi mwingine pale na ingine na ingine. Hakuna kitu anamaliziana because all of them there must be setback and failures. Bwana Yesu asifiwe. Kuna brother tulikuwa naye kwa hii church, sitawaambia jina yake for security purposes. Alikuja akaniambia, pastor, wacha nikwambie mimi nimeanza kujenga ushago. Na wakati alianza kujenga nyumbani, vile alikuwa anazidi kuinua hiyo nyumba, pressure ilianza kupanda. So akiongeza kosi ya mawe, pressure inapanda. Akiongeza kosi ya mawe, pressure inapanda. Akaona atakufa. Akakuja akaniuliza, pastor, what do I do? Nikamuuliza ni nini? Akaniambia mimi sijai kuwa na pressure, lakini vile ninazidi kuinua hiyo nyumba, pressure inazidi kupanda. Nikamwambia, ndugu, sasa ikifika hapo wewe padishana na. So alipandishana naye mpaka kwa Demcos. Sijui kama inaitwa Demcos kwa mafundi. Pale. Reto, ni inaitwa wapi? Reto. Au Reto pale juu. Mahali nafaa kukorogea sasa ndio urufu. Wakati alifikisha hapo, pressure ikashuka yenyewe bila kutibiwa. Wakaona kumbe alikuwa serious. Wanaisha sisi. Na kuna wengine huwa wanaruhusiwa wajenge na wafanye kila kitu, lakini kuingia the day ataingia hiyo siku ndio atakufa. Wapendwa, wacheni tuache kutafsiri mambo haya kimwili. Mambo haya ni ya kiroho. If you go through those kind of stuff, these are to tell you kwamba katika familia yenu, katika maisha yako, there is an activity of demonic or altars in your life. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Now, wacha tuingie kwa ujumbe wa leo. Leo nataka tuangalie kuhusu the impact of altars in our lives. Na Pastor Muridi ningetaka unisomee the book of kuna maandiko kadhaa ningetaka tusome so that we can get something. Isaiah 49 verse 25. Isaiah 49 verse 25. Maybe naweza soma kwa lugha ya Kiswahili. But thus says the Lord, even the legal captive of the mighty shall be taken away, and the prey of the terrible shall be delivered. For I will contend with him that contend with thee, and I will save thy children. Verse 26. And I will feed them that oppress thee with their own flesh. Wapenda mnasikia haya? I will feed them that oppress thee with their own flesh, and they shall be drunken with their own blood, as with sweat, with sweet wine. And all flesh shall know that I the Lord, am thy Savior, and thy Redeemer, the mighty one of Jacob. You can read for us in Swahili, that is Swahili. When you have Kiswahili tusome. So wacha niendelee tu kueleza anapoendelea kutafuta hiyo maandiko. Hapo juu tumeambiwa ya kwamba even the legal captive of the mighty shall be taken away. Mungu anatuhakikishia ya kwamba kuna watu ambao wako mateka kisheria. Kila mtu anasema sheria. They are captive legally. And the Bible promises, au Biblia inatuahidi ya kwamba even that legal captive can be delivered. However, we should be mindful to know the thing that led to their bondage legally. If we break the ground that have led to the devil having them captive, even then they can be delivered. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wapendwa, ninasoma maandiko haya ndiposa watu waweze kuelewa. Kuna watu wako katika kifungo, iwe ni kifungo cha jamii, kifungo cha pesa, kifungo cha uhusiano legally. Unatandikwa na shetani akiwa na barua kwa sababu kuna mambo ulifanya ya kufungulia yeye mlango na anakutandika kisheria. Bwana Yesu asifiwe. Yet the Bible promises, even that legal guy, if he know and break the legal ground of the enemy over that body, he can be free. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea mambo haya kwa sababu nakuta makanisa mingi au watu wengi hawaamini hivi. Lakini hizi vitu ni real. If you open any door to the devil over your life, he will torture you legally. Atakupinga na kukupiga kisheria. Because devil understand legal language just as the same way God understand legal language. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tumekubaliana ya kwamba kuna watu wanakuanga katika kifungo kisheria
Hata Mungu akitaka kukomboa, lazima kuwe kina kitu kitafanyika so that we can give God legality to deliver our lives. Can I say it? Mnamsikie tafadhali. Ni fulani nilikuwa ninaambia wapendwa, Jesus was the son of God. Lakini Yesu hakuweza to cast out the nature of sin from our lives. Yet he was the son of God. Wapendwa simshiki. Yesu hakuweza to cast out the nature of sin from our lives, though he was the son of God. He had to meet the justification and the legal requirement for the sin. He died. Though he was the son of God, he could not cast out sin from our lives. Because sin had legal ground over Adam and all the generation that followed Adam. So Jesus came and he had to meet the legal requirement for sin. What sin required was dhambi lipo. Na kulipwa ni Yesu akufe. Ndiposa tuwe huru. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa mnanishika? So if you are bound by the enemy legally, the only thing that will set you free is to meet the legal requirement that made the enemy set you in captive or set you in bondage. Are we together? Yes. Now the moment you meet this requirement, you can challenge the enemy over your life and he's free. Shetani hana nguvu wapendwa. Shetani hana nguvu. Lakini if he gain a ground over your life, he can fight you like nothing because he has a ground. Are we together? Kuna mtu linasaidia. So ukiangalia katika maisha yetu, zile familia tumetoka, unakuta kuna this kind of struggles nimeeleza hapa. It is because there is a door, kuna mlango ulifunguka katika hiyo familia. Na ndiposa shetani akapata kuingia na kuwataza. Because you realize kile unateseka nacho kuna mwingine hata hasikii. Unanishika wapendwa? There's someone who does not even know ya kwamba kuna vitu kama hizo. Yet you are dying and you are suffering. May God help us to understand and to open our spiritual ears. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So Proverbs 26 verse 2 says, as the bird by wandering, as the swallow by flying, so the calf causeless shall not come. As the bird by wandering. Sijui nani amesoma kwa lugha ya Kiswahili. Kuna mtu amefungua Biblia ya Kiswahili? Read for me. Proverbs 26 verse 2. Kama shomoro katika kutangatanga kwake. Kama shomoro katika kutangatanga kwake. Wale hamjui shomoro ni ndege mwingine na kuwaga na a very long big endelea. Anasema kutangatanga kwake. Na kama bayuwayu katika kuruka kwake kadhalika laana isiyo na sababu haimpigi mtu. Laana isiyokuwa na sababu haimpigi mtu. Inamaanisha aje pastor? Kama ina sababu inaweza. Wapendwa mnanishika? Kama shomoro katika kutangatanga kwake na kama bayuwayu katika kuruka kwake. Hivyo ndivyo laana huwa inakuwa. Kwa hivyo laana huwa ina fly, right? Ndio maana inaliganishwa na huyu ndege. Tunajua katika kutangatanga kwake. Maana laana huwa inatangatanga hivyo. I wish you are getting me. Laana huwa inanenwa inatangatanga. Ikitafuta legal ground ya kuwataka. Tunajua ya kwamba jinsi hivyo hao ndege wanatangatanga, ndivyo laana huwa inatangatanga. Na haiwezi piga mtu pasipokuwa na sababu. Kwa hiyo kama kuna mambo haya unayaona katika maisha ya kwenu, ni kwa sababu kuna sababu yamefanya laana kuwapiga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So far so good? Yes. Kuna mtu anashika? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wapendwa, wacheni tutoe hii idea na hii mentality au notion ya kwamba ni bahati mbaya ati ni kwa sababu labda wapendwa, there is a reason. Ukiona an attack of a kind in your life or in your family, it is because there is a ground, there is an open door. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ambia jirani yako akalia tena. Hii kungana mpendo na ngana, utakuja hapa kumbe na ufundi. Lakini usipofanya kile kinahitajika kuondoa hiyo ground ya laana kukupiga, you continue suffering. Na ndio maana inafika kama unasikia watu wakiuliza, "Pastor nimeomba. Pastor nimefunga. Pastor bona hivi." Wacha nikuambie, when we pray, the prayer does not change God.
the prayer changes us. Right? And when the prayer changes us, we begin to understand and to know what we should do. Amen. Are we getting me? Yes. Mungu anatupatia mwelekeo kwa sababu tumebadilishwa na maombi, tunaanza kujua basi ikifika hapa Mungu anatuambia fanya 1 2 3. So every time we pray, sio kila mara maombi yetu hujibua jinsi huwa tuna expect. Sometimes God answers our prayer by giving us instruction what to do. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini nakuta watu wanaomba, hata kuna mwingine nilisikia akisema kama ni Mungu amesema atatenda, si atatenda tu. Si tunasema hivi? Kama ni Mungu amesema wapendwa, wacha tuwe sincere. Mtumishi, kama ni Mungu amesema atatenda, si atatenda tu. Wacha niwaambie, utagoja atende na hatatenda. Na mwisho utakuja kusema Mungu ni mwongo, lakini Mungu sio mwongo. Hata kama ni Mungu, wacha. Do you remember Eli aliambia Samuel, wacha Mungu afanye, wacha Mungu afanye atakavyo kufanya, kwa sababu wacha nikwambie wapendwa, na this kind of mentality is a deception from the enemy. Because I want you to remember the story of Jonah when he went to Nineveh. God was determined to finish Ninevites, right? Mungu alikuwa ameamua kumaliza. But remember, there was still an option. Kama Ninevites hawangepata Jonah awaambie fanyeni 1 2 3, Mungu angewamaliza? Si angewamaliza? Lakini walimalizwa? Hawakumalizwa. Because someone stood on the gap. Bwana Yesu asifiwe. So what I'm saying is wapendwa, hii idea ya kwamba kama ni Mungu alisema atatenda, atatenda. Niseme hivi, huenda asitende. Because lazima na wewe ualign in a certain position so that God can do what he said. Amen. 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 Ni mara ngapi umesikia ahadi za Bwana mpaka tumeziiba kwa wimbo? Ni ahadi ya Bwana. Hebu tuimbe kidogo. Ni ahadi ya Bwana haikujiki. Ulianza kusikia hiyo 1990. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuimbe kidogo. Want to go? Ni ahadi ya Bwana, ni ahadi ya Bwana haikujiki milele. Bwana Yesu asifiwe. Na Bwana zimevunjika mingi na kweli. Angalia desperation na shida umepitia. Zimevunjika moja na ingine. Does it mean God is alive? He is not alive. Wapendwa, we need to understand. There are principles and laws that govern every promises. So ni ahadi, it is a promise. Yet every promise has got a condition. If you don't do the condition of the promises, ahadi ya Bwana itavunjika milele. Najua hampendi nikiongea namna hii kwa sababu mlijua ya kwamba ni ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Na mbona zimevunjika mingi namna hii? Wapendwa, every promise has got a condition. If you don't meet the condition, ahadi ya Bwana itavunjika milele. Ifanyeni namna hii. Uliza jirani yako ni ahadi gani zimevunjika? Bwana akakuahidi mzee. In fact ulimuona kwa ndoto jamaa mzuri wa miraba minne. Ukaambia Mungu ni asante kwa ahadi nimeiona. Ilifika. Ahadi ilifika. Basi nisisitishe hapo kwa sababu kuna watu watasema, basi umetufuja Bwana. Hapana, nimekuja wapenda tuambiane ukweli. Hii wokovu tumeruka hapa sana. Na ndio maana mnaona watu wanapita huko nje wanatuangalia ni kama tumepotea njia, kwa sababu they don't see tangible evidence of our confession. Paul said, I don't speak. Siongei mambo ambayo sijashuhudia, sijayagusa. Whatever I speak, I have an evidence. Bwana Yesu asifiwe. Injili inafaa kuwa na evidence tangible. Bwana Yesu asifiwe. Ahadi ya Bwana tunafaa kuonyesha kwa hii, tuisimamishe hapa. Ahadi ya Bwana. Lakini Bwana hatuna ahadi imetumia. Ni kwa sababu tulishikilia ahadi tukakosa kufanya sehemu ya ahadi. Ndio maana we are desperate
we are frustrated, hatutaki anything to do with God because it is like he is lying. But God never lies. Do your part, he will do his part, you'll be surprised by the result. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Are we together? Yes. Now, ninataka kuongea kuhusu kidogo tu na masaa inaenda, munifuate tu. Masaa inaenda haraka sana, niko na dakika 10. Nataka kuongea kidogo tu kuhusu a covenant. Ndiposa muelewe. Madhabahu yoyote ile huwa inatawaliwa na vitu zinaitwa maagano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maagano, a covenant is an agreement between two people or two parties. Na ndio maana niliongea ile la Sunday kuhusu kushirikishwa vitu ambazo zinafufua maagano kama makumbusho. Tuliongea hiyo. Kunyolewa kitamaduni. Unapeleka mtoto ananyolewa na nyanya akitemewa mate ya tubako na unaambiwa ni baraka. Kama ananyolewa kitamaduni ni kumaanisha kuna maagano inachochewa iamuke. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Ni wangapi walitolewa kitamaduni na nyanya? Na ndio maana hata mambo ya kanisa ushikani vizuri kwa sababu alikunywa kitamaduni na ndio maana nilisema hivi, ukiona unaambiwa upeleke mtoto nyumbani kwa bidii na fujo, unaambiwa huyo mtoto asijaribu kunyolewa Nairobi, lazima anyolewe Western. Wapendwa, ni vizuri tuwe na akili kujua ya kwamba ni kwa nini wanatilia mkazo mtoto anyolewe Western. Kuna maagano inataka kuingizwa kwa mtoto au kwa rivali covenant, because in the acts covenant is one of the things that govern acts. Maagano. Bwana Yesu asifiwe. Tafadhali wapendwa nisikizeni. Are we together? In the book of Joshua chapter 9 verse 1, there is a very inspiring story of Joshua. Bwana Yesu asifiwe. Maybe we can read 2 Samuel chapter 21 verse 1. Wacha nisome tu kwa sababu ya muda. Then there was a famine in the days of David 3 years, year after year, and David inquired of the Lord. The Lord answered, it is for Saul and for his bloody house, because he slew the Gibeonite. And the king called the Gibeonite and said unto them, now the Gibeonites were not of the children of Israel, but were of the remnant of the Amorite. And the children of Israel had sworn unto them. And Saul sought to slay them in his zeal to the children of Israel and Judah. Wherefore David said unto the Gibeonite, what shall I do for you? And wherewith shall I make the atonement, that you may bless the inheritance of the Lord? And the Gibeonites said unto him, we will have no silver, nor gold of Saul, nor of his house, neither for us shalt thou kill any man in Israel. And he said, what you shall say, that I will do for you. Now, sikizeni, najua hamjashika kitu. Sikiza, ambia jirani yako akajua mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maybe you can connect in the same scripture in the book of Joshua chapter 9 verse 1 so that you can understand. Joshua chapter 9 verse 1, ukienda nyumbani utasoma uelewe. Lakini sasa nataka kueleza kuanzia Joshua chapter 9 verse 1. Sasa hapa kuna hadithi ya jamaa anaitwa Joshua. Amen. Na maandiko yanasema hivi. Hapo chini tumesoma kutoka na kiangazi Israeli miaka 3. Sema kiangazi. Na kiangazi hicho kilikuwa kikali to an extent. David was like, what tumefanya nini Mungu? Maana Daudi alikuwa mtu mcha Mungu sana. Kila mara kulipokuwa na shida alikuwa anamwendea Mungu na kumuuliza what is happening. This time kiangazi hiki kikawa 3 years consecutive, year after year. And then when he went to God to consult, Mungu akamwambia ni kwa sababu ya Sauli na nyumba yake. What was happening? Mungu akamweleza Sauli alipoingia kuwa mfalme katika ile tamaa ya kuongoza na kuwa shujaa kuwapigania Yuda na Israeli, alienda akawapiga wa Gibeoni akawaua. Na mauaji haya hayakuwa na sheria kwa sababu wa Gibeoni walikuwa wamefanya maagano na Israeli wakati wa Joshua. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo wakati Sauli alipowaua wa Gibeoni akavuja yale maagano kati ya Israeli na Wagibeoni. Wagibeoni wapendwa walikuwa mmoja wa mataifa ambayo Waisraeli walikuwa
Joshua na Musa na wengine vile wamekabiliana na mataifa mengine, Wagibeoni wakajisalimisha, wakaambia Joshua ya kwamba sisi tufanyeni watumwa wenu. Biblia inasema walienda wakapika mikate na wakachukua viatu zile mkuu, wakamwendea Joshua wakamwambia, sisi ni watu wa mbali. Amen. Tumekuja kusema hivi, msituue vile mumeua mataifa mengine, tuwe tu watumwa wenu. Tutakuwa tunawachongea viazi, tunawapasulia kuni, lakini you spare our life. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Joshua kafiri, hapa kuna kitu kingine. Akauliza hapana. Nini ni akina? Hapa sisi ni watu wa mbali sana. Hata ukiangalia viatu zetu zimechapa kwa sababu ya safari. Tumetoka mbali sana. Hata mikate ile tulitoka nayo ilikuwa imepikwa fresh. Imeoza, imekauka. Joshua akawa decreed, they made a affiliation or a covenant with them, wakawaambia basi. Bwana Yesu asifiwe. Tutawaua lakini na nyinyi mwe watumishi wetu. Baadaye Joshua alipoenda kuchunguza akakuta hao majamaa walikuwa majirani. Akachunguza akakuta kumbe ni majirani, wamejifanya ni watu wa mbali, wamefanya maagano nao because wakawe salama. Joshua akawalaani. Akawaambia na nyinyi, si mlisema mnataka kuwa watumwa wetu? Mlisema mnataka kazi ya kufanya nini? Kupasua kuni? Akawaambia milele mtakuwa mnatupasulia kuni. Umeshika hiyo maneno? Sasa Sauli amekuja baadaye akawa mfalme wa Israeli. Hata ilikuwa maagano kati ya Joshua na Waisraeli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati ameingia na ule ubatachari wa kuongoza, akashika Wagibeoni akaua. Naye Daudi ndiye huyu ameingia kuongoza. Njaa na kiangazi kimeanza Israeli. Anashangaa Israeli ni nchi ambayo imebarikiwa, ni nini inaendelea? Akaenda akamuuliza Mungu, niambie ni nini, ni dhambi gani tumefanya? Mungu akamwambia ni kwa sababu Sauli alivunja maagano yake na Wagibeoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo nataka kusema nini? Maagano ni very important. Wale mnaenda kwa waganga, mjue kile mnafanya ni maagano mnaingia ndani yake. Wale mnaenda mnapewa mashilingi ambayo yamewekwa kwa madhabahu ya kishirikina, mjue ni maagano mmeingia ndani yake. Na maagano hayo yakivunja yanaweza kuvunja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa hivyo Daudi akawaendea Wagibeoni. Akawauliza, jamani, tutafanya namna gani ndio hii kitu iondoke kwetu? Maana tuko na njaa mingi. Daudi akiomba, na mnajua Daudi alikuwa a man after God heart. Mungu anamwambia shida hii imeletwa na Sauli kwa sababu ya maagano. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia sasa, enda kwa Wagibeoni uongee nao, ujue vile mtasuluhisha shida hii ya madhabahu, shida hii ya maagano. Maana maagano imevunjwa. Kwa hivyo hata Mungu mwenyewe huwa anatii maagano. Wapendwa, shikeni. Hata Mungu huwa anatii maagano. Whatever you choose to be your God, God respect. Ndio maana unaona umebeba kumitishaba na Mungu hakui, anaheshimu. God give us a free will to choose whom we want to serve. If you serve the devil out of your own volition and will, God respect that. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ufanye maagano na miungu ya kigeni, God respect that. But remember, every choice has consequences. Daudi ingawa walikuwa watumishi wa Mungu, waliteseka kiangazi miaka 3 kwa sababu ya maagano kuvunjwa. Haleluya. Na ndio maana unakuta familia zingine zinatandikwa, watu wameokoka wanatandikwa. Wanauliza mbona tunazika kila mwaka lazima kuna mtu anakufa? Ni kwa sababu Mungu huheshimu maagano. Bwana Yesu asifiwe. So usiokoke ukoje kusema ya kwamba nimeokoka sasa mambo yote yameisha. Wapendwa, mambo haya yako na yatakuinda mpaka wakati utafanya kile kinahitajika kufanywa kisheria. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kuna mtu ninasaidia? Nifanyeni namna hii tuendelee kumaliza. So ukiona kweli kuna mambo yanajirudia, iwe ni kifo, iwe ni maajali, iwe ni mateso, ni kwa sababu kuna mambo yanayo demand justice. Maana yamevunjwa au yamekuwa invited. David akauliza Wagibeoni, tutafanya namna gani? Wagibeoni wakamwambia mkubwa, hii kitu haina haja kuongea sana. Sababu alikuwa anauliza si tufanye tu rahisi,
mtubariki. Imagine Daudi anasema, anaambia Wagibioni, mtubariki. Who should bless you between Israel and Gibeon? I thought Wagibioni wanafaa kubarikiwa na Waisraeli. But David understand this language. Legal language. Anawaambia Wagibioni, tutafanya namna hii tuondoe hii shida, mtubariki, mvua inyeshe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Daudi, Wagibioni wakaambia Daudi, hii haina haja ya kuongea sana. Kila tutafanya, tupatieni kwa nyumba ya Sauli sababu ndiye analeta hii shida. Tupatieni watoto wake. Tufanye nini? Tuwagushe chini. Watoto wa Sauli walikuwa ngapi? 7 au 9. Son of Saul, they died one day, and 7 or 9 of them, they were hanged, so that they can meet the justice. They can pay for the sin of their father, breaking a covenant. Bwana Yesu asifiwe. Na kuanzia hapo, Wagibioni wakasema, sasa imetosha, tunaweza nyesha na kukanyesha. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani huyo amefunga miguu yako? Abia jirani yako angalia. Nani amefunga miguu yako? Pande ile nyingine wanaweza funga miguu yako if they have ground. Unanisikia wapendwa? Mtu mwenye dhambi anaweza funga dhambi ya miguu yako akiwa na ground, hata kama umeokoka. Na ndio maana nasema wapendwa, wacha kutumia vitu za wenyewe bure. Wewe ni msichana umeokoka, wengine unajua kuna nisikia wengine wanasema kupebwa na motorbike hizi za ndugu zetu wa Kisii hapa kule. Tafadhali kama ukisikia na kuambia nikubebe kule, mwambie na kulipa cash pay cash. Usibebe because wewe mwambie the moment you open a door to someone to have higher say in your life, he will have it. Bwana Yesu asifiwe. Wapende tuelewe sheria, tuelewe mambo ya kiroho so that we can go free. Maana kuna watu wanaingiliwa na wengine kwa sababu hawajajua ni wao wanaowafungulia milango. Ukiona jirani anakuingilia na anatoboa kukupiga vita, anatoboa kusababisha watoto wako wasisome, ni kwa sababu ako na mlango ulimfungulia kaingia. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kuwa kalideni, alikukopesha ukakosa kulipa. Amen. Na anakushughulikia vizuri sana. Si uko na ndani yake? Yes. Wagibioni wakawa sasa ndio walikuwa wana higher say over Israel because the covenant they had made was broken. Imagine Daudi anaambia Wagibioni, tafadhali tubarikieni kunyeshe. Tubarikieni. Bwana Waisraeli, watu wa Mungu wanabebeza Wagibioni, tubarikieni ndio kunyeshe. Who should bless you? But because they had defied and broken the covenant, the Gibeonites had the higher platform over Israel. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa, niseme namna hii nikiendelea kumaliza kwa sababu niko na katana. Walking in dominion requires knowledge and wisdom. If you are going to walk in dominion in this life, you require to be very sharp and very wise. Don't just think you are going to walk on dominion or in dominion when you are dada, you are dula, hauelewi, haushikanishi. You never walk in dominion. If you want to walk in dominion, there are principles and laws and things you need to know for you to walk in dominion. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Hallelujah. Yeah. Now, let us look at the impact of altars in our lives kidogo tu, and then we call it again. But I want to say this, wapendwa. Ninapoendelea kumalizia. Moses was from the family of the priest. Alikuwa ametoka kwa Levites. Moses alizaliwa na Mlawi na pia bibi yake alikuwa ametoka kwa familia ya Lawi. Levites ndio walikuwa wanatoa makuhani, wale hamjui. Levites ndio walikuwa wanatoa makuhani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini you realize all along the Bible says, kwa sababu ya Musa kutoka kwa Levites, Lawi, alikuwa amefuatwa na hasira kwa vizazi mingi. You can remember Moses alikuwa na hasira. Mnakumbuka hiyo? Musa wa Biblia alikuwa na hasira baya. One time he killed. Mnakumbuka aliua Misri? What made him to kill? Ni hasira, right? Na hapo ndio akahepa akaenda nyikani. Okay, in the wilderness wakati walikuwa wanatoka Misri. Did he do something out of anger? Yes. Mnakumbuka aliangusha 10 commandments ambazo Mungu mwenyewe alikuwa ameandika? Bwana Yesu asifiwe. And after that Mungu akaenda akamwambia wewe utaandika ya pili, right?
Na you realize ya kwamba though Moses was a priest, though Moses was a prophet, yet he was followed by the spirit of anger because it was in the family, it was in his family lineage. Mambo yale ambayo unaona yametufuata ni kwa sababu mengi yanatoka katika familia yetu. Na ni vizuri kuelewa na kuchunguza ni mambo gani yamekufuata. Kuna watu wamefuatwa na roho ya usherati kwa sababu iko kwao. Na sasa hapa umeokoka, unafikiria wapendwa, some of these spirits they have ground in our family, and so long as you are connected to that family legally, they will follow you. Bwana Yesu asifiwe. Until when wakati itakatwa ya chana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ananishika wapendwa? Moses struggled with anger. You see the story of Jacob blessing his sons. Amen. Ukienda msome Genesis 49. Jacob is blessing his son. Now whatever he spoke about his son, that is what it came of them even today. Amen. Kabila la Yuda walikuwa na shida na pesa. Na ukiangalia katika laini ya Yuda, nani alisuluhisha Yesu? Judas. Kwa sababu gani? Ya pesa. Achan of Carmi alikuwa Mjuda. Shida yake ilikuwa nini? Pesa. Yaani ukiangalia kabila la Juda, kuna vile baba yao alitamka vitu na zikafuata that generation. Simeon alikuwa na shida na tamaa. Alitamani mpaka akatamani bibi ya baba yake na akalala na yeye. Na akaambiwa kwa sababu was it Simeon? Genesis 49. You can read for us tumalize kidogo tu. Genesis 49. Inasema hivi. Hata verse 1. Tunamaliza in the next 5 minutes. And Jacob called his sons and said, gather together that I may tell you what shall before you in the last days. Bwana Yesu asifiwe. Wale mababa tunaacha laana. Tunapewa na maandiko vile tunafaa kuacha watoto wetu. Juu niliona kuna wazazi wengine wanaitaka watoto nyumbani. Usipoleta gabu ile laana mtaacha kwa hii nyumba, hamtai tembea na Mungu hapa pendwa. Hivi ndivyo tunafaa kutabiria watoto wetu, lakini Bwana Yesu asifiwe. Na tena sisi hatutaitisha gabu. Sisi tutakuwa na gabu. Unajua unaitisha gabu na kabuti kwa sababu wewe ni maskini uweza afford. Sisi tutaacha pesa mzuri kwa makao. Tutakuwa Bwana Yesu asifiwe. Uliza jirani yako, babu yako aliacha nini? Muulize babu yetu aliacha nini kwenu? Okay, endelea basi. Inasema hivi. 2. Gather together ye, you sons of Jacob, listen to Israel your father. Number 3. Reuben, you are my firstborn. Sikieni Reuben ndiye alikuwa firstborn wa Jacob. Lakini sikia kile baba anasema anamwambia my might and the beginning of my strength. You are my might, the beginning of my strength. You are the firstborn. So the excellency of dignity and excellency of power. 4. Unstable as water. Who was he? Reuben. Reuben, mkumbuke makabila yote ya Israeli yalitokana na hawa sons of Jacob. So we are not talking about individual here. We are talking about tribe. Kama vile tuko na Wameru, Wakamba, wa Masai hivyo. So when we talk about Reuben, we see a generation or a tribe of Reubenite from there. And whatever that Jacob spoke over Reuben followed the Reubenites. Are we together? Yes. So aliambiwa unstable as water. Reuben they are unstable. Kama maji. Endelea. You shall not excel. Hamtawahi endelea. Imagine baba anatamka hivi. Reuben endelea how? Endelea. Because you went up to your father's bed. Haya, unasikia ni Reuben. Reuben ndiye aliyetamani endelea pastor kanisa. Then you defied it. You went up to my watch. Alienda akachukua maid ya baba. Na unajua siku hizo maid alikuwa anaingia direct atakuwa wife ya mzee. Reuben na tamaa akaangalia akasema hapa mzee haki. Akalala na yeye. Sasa anajua you are stable as water and you shall never succeed. Why? You entered into my bed. Kuingia kwa kitanda ni kulala na maid ambaye angefanyika kuwa bibi ya baba. So Reubenite kuanzia hapo. Shida ya tamaa kuna familia ziko hivi hata tribes. Na ndio maana mnaona hata Kenya
unasikiaga kabila hii shida yake ni hii. Kabila si tunatuana. Shida yake ni hii. Si tunatuana. Si mnaona kama matangazo ya debate. Unaona kama sasa watu wetu kutoka Nyanza wanajulikana ni watu wa kupenda mambo makubwa. Kiburi. Hata kama hana kitu hapo sawa, si mnajua hivyo. Na these things, their generation, that's why they are following the whole tribe. So long as you come from that tribe, you can't help it. Wapenda tueleweni mambo haya. Ndio tumeokoka. Roho zetu zimeokoka, lakini nyama hizi zetu kule zimetoka. Bado kuna mambo yanafuata sisi. What is wokovu ni nini mabego? Si spirit. Si kuokoka ni roho. Mimi huwa inaokoka. Si nimeuliza swali si kunijibu ndio twende nyumbani. Mimi huwa inaokoka. Mwili huu unaokoka? Si ni kama kusema kuambia paka aokoke maziwa. Paka. Hii mwili inakusumbua mpaka wewe na Mungu. So what we do kama vile Paulo alisema tunaitiisha kwa kupeleka msalabani, tunaisulubisha kila siku kwa jina la Yesu. Utakuwa tuku, utaomba siku 5, unaiombesha mpaka inakana mna ameizikuma, lakini mwili hawakokaji. Hii nyama hizi haiokoka, roho zetu ndizo zinaokoka. Au kuna mtu mliona ameokoka nywele ikakosa kuwa black kuwa white sababu ya kuokoka? Never. The flesh will always fight you because it is of this world. 1 Corinthians 15 says, body knows ya kwamba ni ya dunia hii na ndio maana inakusumbua, maana haiendi huko. Tunashikana wapendwa. So Ruben anaambiwa kwa sababu ya kuingia kwa kitanda ya baba, kuanzia hapo wewe you are stable, hutawahi endelea na mambo mengi. Endelea chini tusikie. Mwingine mmoja hapo mimi. Tunakuja 5. Simeon and Levi. Simeon, sasa tuko kwa Simeon. Simeon and Levi. Simeon and Levi. Tunaonyesha kwa wawili. Simeon na Levi. Levi. Yes. Tumesema Musa alitoka wapi? Levi. Haya, sikieni sasa muone shida ya Musa na Walawi ilianza wapi? Endelea. Inasema hivi. Simeon na Levi. They are brothers. They are brothers. Instruments of cruelty. In their instrument of cruelty. In their dwelling place. Endelea. Inasema let not my soul enter their council. Let not my honor be united to their assembly. For in their anger, they slew a man. And in their self-will, they hamstrung an ox. Haya, sikieni. Wakati Israeli alipokuwa anaseto kutoka kwa baba yake Laban, alikuwa aliko Simeon na Levi. Tumeambiwa they are brothers. Dada yao anaitwa Dina alienda kutembea vile wasichana huwa wanatembea masaa ya jioni. Makabila yale walikuwa majirani wakatamani walitamani yeye walimlevu. Right? Wakaleta Dina ambaye alikuwa dada ya Simeon na Levi na hao ndugu wengine. Wakati alikuja akasema nyumbani, unajua hata katika familia kuna vijana wanatoka na vichwa kubwa wengine. Unajua hata tunatoka kwa family. Unajua yule ndugu wenu akiambiwa anachukua kapanga anakata, mnakuletewa ripoti jioni alikata mtu. Kuna mwingine anakuwa wa kutuliza, kuna mwingine anakuwa wa hananga maneno. Sasa Simeon na Levi walikuwa hapo. Walipokuja wakaagua na dada yao Dina vile kimeendelea. Waliambiana sasa tuorganize kitu kazuri tuwashughulikie hawa wanaume. Waliorganize ati hawa wanaume kama wanataka dada zao watahiriwe. Na wakatahiriwa siku ya ngapi? Ya 3. Wakaenda na paka wakawashughulikia Moses. Na sasa baba yao amefika kukufa. Akasema mimi kama baba yenu nisiunganishwe kwa hasira yenu. Maana katika hasira yenu mliua nini? Sauliza jirani yako kwani mmefuatwa na nini? Uliza jirani yako kwani mmefuatwa. Na ukiambia watu mambo haya wanaona kama ni mchezo. Yet the things we are struggling with they come from our family lineage. Though we are born again, does it mean that ya kwamba kuokoka ni bure? No. Kuokoka is the first step. Yeah, somebody said, I was listening to another preacher, he was saying, wakati tumeokoka, ni roho zetu huwa zinaokoka. Na akaeleza kitu very important, ya kwamba tukiokoka, roho zetu zikiokoka, we get into the dimension of, into the realm of the spirit. Alikuwa
nasema kuna realm of man and realm of spirit. Wakati tumeokoka tunaingia in the realm of spirit. Unanishika? Na akaenda akasema when you are in the realm of man you don't fight with these demons because you are in the realm of man. But when you become born again, your spirit get into the realm of spirit. That's why they begin fighting you there because umeingia in the next dimension. Na ndio maana unaona mtu akiokoka shida zinaanza. Unashindwa mbona nilikuwa nafikia nikiokoka shida zinaanza kwa sababu roho yako imeingia in the next dimension. Mahali kuna maroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So baba yake akasema Gideon, si tuangalie Juda. Kidogo tuangalie mahali kuna Juda tusikie naye. Juda ni 8 Juda na Juda 8. Juda, you are whom your brothers shall praise. Your hand shall be on the neck of your enemies. Your father's children shall bow down before you. Judah is a lion whelp. He is a lion whelp. From the prey, my son, you have gone up. He bows down. He lies down as a lion. And as a lion, who shall rouse him? The scepter shall not depart from you, Judah. Nor allow evil from between his feet. Until Shiloh comes. To him shall give forgiveness of the feet. Judah anaambiwa the scepter shall never depart from the scepter shall never depart from the house of Jesus. Comes from which tribe? He is the scepter of righteousness. Yes. Daudi alitoka kwa kabila gani? Judah. Are we together? That's why the promise upon Judah's life by his father Jacob. Mungu mwenyewe ilibidi atafute lineage ya Judah. Maana huko ndio aliambiwa upanga na utawala au utawala. Hata waisaidia kwa Simeoni kulingana na prophecy ya baba haingeidiana. Are we together? Wapendwa, eleweni hizi vitu. Kama kwani mnajua mnasukuru hata kuendesha kisululu. Mnajua kisululu? Kisululu ni baisikeli. Hata kununua kisululu ni shida kwenu. Wapendwa, chunguza. Hapana sema ni bure. Kuna watu kununua gari sio ishi. Wao wamezikuta. Uliza gari yako kweli kuko namna gani? Au ulishukua kitaa? So a wise man, Maleka, unachunguzanga kwenu kwaje? Kwetu kuko na vitu gani? Kwetu ni struggle gani? Ni milango gani haifungukangi? Then you begin addressing those doors and gates. Lakini sio kuja hapa kusema ni Mungu aliahidi akitaka kutimiza my friend, you die without never seen a promise. Situfikishe hapa. Tutaendelea sana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nifanyeni namna hiyo. Hata hii mmoja mnaona nyingine ya kazi. Nenda uchunguzi. Utakuta kwa familia fulani haikosaki. Amen. Amen. Niwaambia hapa siku ile ndio unaona watu wengine nyumba yao imetoka wakubwa. Kama kwenu kushawahi kuwa na chief, you can become one. Hiyo hainaga mmetoka hiyo. Kama kwenu kuna kutokanga walimu, it is possible kuwa na walimu kwenu. Lakini kama kwenu ni wa kuonewa, mnaone yako mpaka na ng'ombe. Unawakwa na ng'ombe unalala hospitali wiki 3. Utakuwa kwa tu. Bwana Yesu asifiwe. Habia jirani yako angalia baada tunamalizia. Lakini unajua kanisani watu wanataka wakuja wapiwe. Pokea. Na akasema I receive. Receive. Continue receive. Continue receive. You receive, utareceive hewa mpaka Jesus alize. Ndio maana mnaona watu wanasurura makanisa. Inaitwa spiritual hooping, spiritual nomadism. Today uko IFC. Haya, next week ABC. Next week but one Catholic. Next month AIC. Haya, next year
kuna watu mtu anaweza kuambia hakuna kanisa hata ikia mlango. Kila na hiyo nilikuwa miezi 3 nikaona huko hakuna upendo. Nilikuwa hiyo nikaona pastor hahubiri mzuri. Nilikuwa hiyo nikaona huko hakuna mafuta. My friend, yani uko na kipimo ya kila kitu. Wewe umeroga, uko na shida. Kama umefuatwa na hizi vitu, unafaa kuwa unashughulikia hizo vitu tumeambiwa na Biblia, unafaa kuwa unahukumu. Kila mara na nilikuwa naambia watu Friday hapa, there are people who have the mentality of entitlement. They blame people for their problem. Everything. Kama sio fulani, kama angalia sasa Jacob, angalia Moses. Simply because Musa alikuwa amezaliwa hapo. Situongee wapendo. Hapo Musa alikuwa amezaliwa. Lakini kwa sababu ndugu zake wakubwa waliua mtu. Si alihesabiwa kuwa. Hiyo roho iko kwa hiyo kwa Rubenite. Musa na akaua aliua. In fact alikuwa anaua in the name of saving. Yaani yeye anaguza ni kusave lakini alikuwa anaua. Kwa hivyo kuna watu wako na mikono akiguza hata kama ni kusave na kufa. Uliza jirani yake wewe unaguzanga nini na kufa? Alafu na shida wewe. Shida ni makanisa na mimi nasema shida ni wewe. Badilika na uangalie kwani kuna pepo gani. Ushughulikie ili uachane na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Judas, mnajua Judas alijizuia kabisa. Na ndio maana mwisho aliingia. Akaenda akachukua hiyo mashilingi akatupia wale majamaa chukweni. Nimeona nimesaliti mwana wa Mungu. Lakini shida ilikuwa kwa familia yao. Angalia Yusufu. Si aliuzwa. Wapi? Misri. Na nani? Ndugu zake. Ukitaja mahali pesa mashilingi. Judas anasikia harufu yake. Anaweza fanya nini? Apate mashilingi. Ndio maana mnaona hata Kenya mnasemaga ya kinani wanapenda mashilingi. Nisikia mwingine akisema atukitaka kujaribu hawa watu kama amekufa akianguka mahali unaenda unaangusha mashilingi. Akifanya na mnaenda lakini nini mnaoneaga hawa watu sana si mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine nilisikia kutaka kujua mtoto ni wao ana test kwamba na nyama hata kama haja leo kule nyama akisikia harufu hata kama kana wewe una test yako na nini? Mimi na umiliki baba very practical. Hiyo baba tuna very practical. And that is how it is even our families. Unakuta familia fulani shida yao na weakness ni usherati. Hata ukiokoka uokoke namna gani nyama zinasukua zimetoka huko yaani mpaka unashindwa ni nini? Kai nimeomba nimefuka. Ukimaliza kufukua hiyo siku na hata wengine wana katika jina la Yesu. Sina pia. Wewe usibabeni tubalini. Father, in the name of Jesus, we appreciate you, we bless you. Bwana umenena nasi, tusaidie kukufahamu na kukuelewa. Ninajua Bwana kuna watu tumefungwa katika maeneo haya ambao umenena nasi, lakini kwa jina la Yesu ninatamka Bwana ukaweze kutufungua. Fungua roho, fungua mioyo, fungua nafsi ambazo ziko chini ya utawala na utumwa wa dhambi katika jina la Yesu. Fungua mawazo yetu na macho yetu Bwana, tukaweze kufahamu kule tumetoka na mambo ambayo yametufuata ndio tukaweze kupingana nayo katika jina la Yesu. Kuna mlango nataka tufunge kwa hii kanisa. Mlango ambao ulifunguka kwa praise and worship team. Tukapatia nafasi shetani na amekuwa akitingiza na kupigana na kikundi hiki sana. Nataka tutubu.
just for a minute to go before the Lord, repent, and then I will pray as your pastor. Tufunge mlango huu. Just for a minute. Do it. Just do it. Just do it. Do it. Just for 1 minute. Jataka zataka yana mahadaya. Repate hezele payana mayanda. Wacheni tuombe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, naja mbele zako kama kuhani wa nyumba hii. Tumefanya dhambi kama kikundi cha praise and worship, tukafungulia shetani mlango, ndiposa amekuwa na nafasi kubwa ya kutupiga vita na kututawanya. Ninatubu Bwana kwa niaba ya kanisa hili. Ninatubu Bwana kwa niaba ya kikundi hiki. Ninatubu Bwana kwa niaba ya wapendwa hawa. Bwana tusamehe. Baba, ninaomba msamaha kwa madhabahu haya kwa ajili ya hii ya praise and worship. Tumefungulia shetani mlango akaweza kuingia na anatupiga vita na kiburi na kutotii. Tusamehe Bwana. Tusamehe Bwana. Nasema tukitubu na tugeuke, wewe utatusamehe na kutuponya. Katika jina la Yesu. Bwana, tuponye na utusamehe. Nachukua nguvu na uwezo na mamlaka dhidi ya ngome na nguvu hii ya giza ambayo ilipata Bwana katika kikundi cha sifa, inayamlisha kwa jina la Yesu, ikaweze kuhama, ikaweze kuondoka, ikaweze kuhama, ikaondoka, ikahame, inagani matizo makata ya laboso rehedemo sahadayama. Oh mighty God, take preeminence, take control, take over in the name of Jesus. Tusamehe Bwana, tuponye, turekebishe, turudishie neema katika jina la Yesu. Na nenda roho ya kutii, roho ya upendo, roho ya uombezi katika kikundi hiki, maana shetani ameondoka na kutoweka. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Inua hiyo mikono tukaweza kuwabariki. Baba, katika jina la Yesu nabariki kanisa lako. Ninatamka leo na kuendelea, hawatang'ang'ana tena. Wameng'ang'ana za kutosha. But I declare and decree the struggles be over. Wale ambao wamefika na kusetwa, inawaamrisha ufunguliwe. Wale ambao wamesetwa na roho ya madeni, ikawaachilie. 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 Roho ya madeni, waachilie watu wa Mungu. Roho ya magonjwa, mwachilie watu wa Mungu. Roho ya maajali, mwachilie watu wa Mungu. Roho ya kuonewa, mwachilie watu wa Mungu. Roho ya kifungo ya laana, ivunjike, 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 ivunjike. Inua hiyo mikono kabisa mbele za Bwana. Inua kabisa, inua kabisa. Holy Spirit, najua kuna watu walinenewa maneno ambayo yamewatawala mpaka wale. Kanenewa na walimu wao, kanenewa na watu walio na mamlaka. Lakini Bwana, wakati huu na dakika huu, natangaza Bwana, watu wako wafunguliwe. Rahando zipradia hanaya, jiparela koza papaya na mazaya, rosha takakazi barado sayana. Ninaamrisha wale ambao mnatawaliwa na maneno, I revoke those words, I revoke those declarations, I revoke those statements, I revoke those curses in the name of Jesus, in the name of Jesus. Asante Bwana. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. 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 Tukae chini pamoja tumalize. Tukae chini kwa tuseme neema. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Bwana kwa sababu ya kila mmoja. Tumefika mwisho.